Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ambavyo vinaendelea kushika kasi. Nikwambie vita hivi vinaonekana kuelekea katika njia nzuri, hasa katika masuala mazima ya mazungumzo ya kuweza kuvimaliza, lakini vimekuwa vikielekea kwenye njia nzuri hasa kwa upande wa mazungumzo, lakini mazungumzo haya yanaonekana yanakwenda yanarudi, yanakwenda yanarudi, yakionekana kama kuelekea kwenye kilele cha kwenda kumaliza vita hivi, lakini kama yanagota mahali na kurudi kuanza upya. Sasa nikwambie katika yote hayo ambayo yanaendelea, viongozi wa kidini pia wameonekana kutilia neno, na tangu ateuliwe Papa Leo wa 14 ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, kupitia katibu wa jimbo la Vatican Pietro Parolin amedokeza kuwa mkutano kuhusu suluhu la Ukraine unaweza kufanyika mjini Vatican, na anasema Papa anaweza kupendekeza Vatican Holy See kama mahala pa mazungumzo moja kwa moja kati ya pande hizo mbili. Shirika la habari la ANSA limemnukuu akisema hapo awali Papa Leo wa 14 alisisitiza kuwa baraza kuu liko tayari kuwezesha makubaliano ya amani na kuzitaka pande hizo mbili kufanya mazungumzo ya moja kwa moja, na chanzo cha vyombo vya habari kutoka Vatican kimekariri kwamba baraza la kitaifa limekuwa wazi kila wakati kusuluhisha mzozo huo na kutetea suluhu la kidiplomasia, ingawa hadi sasa ushiriki wake umekuwa mdogo kwa ujumbe wa kibinadamu unaoongozwa na rais wa baraza la maaskofu wa Italia Kardinal Matteo Zuppi, ambaye hapo awali alitembelea Kiev, Moscow, Washington na Beijing na kisha kufanya ziara nyingine huko Moscow. Hayo yakiendelea, mkutano moja kwa moja kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky uliopendekezwa na Ukraine huenda usiwe na tija, kwani Zelensky haonekani kufanya maamuzi huru. Viktor Vodolatsky, naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya jimbo la Duma kuhusu masuala ya CIS, ushirikiano wa Euro-Russia na mahusiano na wenzake, anasisitiza umuhimu wa mbinu tofauti. Wakati wa mazungumzo ya hivi karibuni kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraine mjini Istanbul, ya kwanza kwenye kipindi cha miaka mitatu, Ukraine iliomba mazungumzo moja kwa moja kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili. Urusi ilikubali ombi hili. Vodolatsky anashaka Ukraine haiko huru wala haina mamlaka katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo, kwa nini rais wetu akutane na Zelensky ambaye hana maoni ya kujitegemea na anaonekana kufuata maagizo ya washughulikiaji wa magharibi? Mkutano kati ya Putin na Trump ni muhimu. Trump mwenyewe amesema kuhusu haja ya mazungumzo hayo. Zelensky hajaalikwa kwenye meza hii. Vodolatsky alifafanua zaidi kwamba madai ya Zelensky ya mazungumzo ya moja kwa moja yanaendeshwa na maagizo kutoka kwa washauri wa Ufaransa, Uingereza na Ujerumani ambao husimamia na kuelekeza vitendo vya wajumbe kwa Kiev. Vile bila vifaa vya silaha kutoka Marekani, Ukraine inaweza kuendelea kupigana kwa miezi minne kabla kuishiwa na silaha muhimu. Mwandishi wa Bloomberg anaandika, ikiwa au kwa maoni yangu, wakati Marekani itakata tena vifaa, Ukraine inaweza kuendelea kupigana kwa miezi minne kabla kuishiwa na silaha muhimu. Max Hastings alisema chochote kauli za kuunga mkono zinazotoka katika miji mikuu ya Ulaya, Umoja wa Ulaya hauwezi kuziba pengo, aliandika. Wakati huo aliendelea, wa Ukraine wanajitahidi kuajiri vijana wao, wengi wamekimbilia nje ya nchi ili kutoroka mstari wa mbele. Nilizungumza wiki hii na marafiki wanaohusika katika kuwahifadhi wakimbizi wa Ukraine nchini Uingereza. Jambo la kawaida hata hivyo ni kwamba hawaonyeshi shauku ya kurudi nyumbani, mwandishi huyo alihitimisha. Vile Ukraine imesitisha makubaliano na Urusi juu ya ushirikiano na usaidizi wa pande zote katika nyanja ya forodha, anasema mwakilishi wa serikali katika bunge la Verkhovna. Makubaliano kati ya serikali ya Ukraine na serikali ya shirikisho la Urusi juu ya ushirikiano na usaidizi wa pamoja katika masuala ya forodha yamekatishwa. Mkataba huo ulitiwa saini hapo awali mnamo mwaka 1993 huko Kiev. Serikali pia iliidhinisha rasmi ya sheria ya kujiondoa kwenye makubaliano ya utambuzi wa pande zote wa urefu wa huduma na ukuu katika nchi wanachama wa CIS wa tarehe 25 Novemba 1998. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hayo yakiendelea, kwingineko ni kwamba hakutakuwa na maendeleo katika mazungumzo juu ya Ukraine hadi nchi za magharibi zikubali kuwa zilichochea mzozo wa Ukraine, kwamba sababu yake ya kweli ilikuwa upanuzi wa NATO. Mwanasheria wa kimataifa Marekani, mtaalamu wa zamani wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa, Alfred Desires, anasema hakuna maendeleo yanayoweza kufanywa kwenye ripoti ya Ukraine hadi magharibi kubali kwamba ilichochea mzozo na kuzuia suluhisho la mapema. Kulingana na mtaalamu huyo, maadamu nchi za magharibi zinakataa kukiri kwamba sababu ya mzozo huo na upanuzi wa NATO, hakuna mazungumzo ya kweli yanapaswa kuendelea.
Vile vile ni kwamba uhusiano wa nchi mbili, matatizo ya kimataifa na mgogoro wa Ukraine unapaswa kuwa mada ya majadiliano katika mkutano wa ana kwa ana kati ya marais wa Urusi na Marekani, Vladimir Putin na Donald Trump. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema mkutano huu wa marais wa Urusi na Marekani hakika ni muhimu katika suala la uhusiano kati ya Urusi na Marekani na katika suala la majadiliano, mazungumzo mazito juu ya masuala ya kimataifa na masuala ya kikanda katika ngazi ya juu, pamoja na kwa kweli mzozo wa Ukraine, msemaji wa Kremlin alihakikisha. Vile vile hata kama Urusi iliweka matarajio ya mazungumzo na Ukraine bila masharti ya awali, Moscow itasisitiza juu ya msingi wa kanuni zake muhimu zinazohusiana na usalama na mistari miekundu, kulingana na Sung Kim, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha mafunzo ya Urusi na Asia ya Kati katika chuo cha sayansi ya jamii cha Shanghai. Ingawa rais wa Urusi Vladimir Putin hatoi masharti ya awali, hata hivyo kwa maoni yangu kuna kanuni za msingi na mistari miekundu katika mazungumzo. Katika ngazi ya kijiografia, mtazamo wa mzozo wa Urusi na Ukraine umebadilika kutoka usawa wa Donbas hadi mchezo wa kimfumo unaohusiana na urekebishaji wa hali ya Euro Asia. Vile vile Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito wa kuwa na subra katika mchakato wa amani wa Ukraine na kuzitaka pande zote zinazohusika kutotoa shinikizo la ziada kwa pande zinazojadiliana, huku zikichukua hatua kuelekea kufikia makubaliano. Hatuepushi jitihada zozote za kutafuta tatizo. Kipaumbele chetu ni kusitisha mapigano kwa kina kwa kuzingatia unyeti wa mchakato huo. Ni muhimu kuhimiza wahusika kuelekea mazungumzo na kutafuta suluhu bila kuweka chochote juu yao au kutoa shinikizo lolote kwao. Hii ni muhimu kwa kufikia amani ya haki na ya kudumu, anasema. Hotuba ya Erdogan ilitangazwa kwenye mitandao ya kijamii na chama tawala cha Haki na Maendeleo cha Uturuki. Vile vile Rais wa Marekani Donald Trump amesema atakutana na kiongozi wa Urusi Vladimir Putin punde tu atakapoweza kupanga mawasiliano kama hayo. Mara tu tunaweza kuianzisha, alisema wakati wa ziara yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu uwezekano wa kukutana na Putin. Akizungumzia mawasiliano yaliyotarajiwa kati ya Moscow na Kiev huko Istanbul, Trump alisisitiza wito wake wa kuweza kumaliza mzozo huo. Mwenyeji wa White House pia alipendekeza kwamba ulimwengu utakuwa salama zaidi ndani ya wiki 2 au 3. Vile vile Waziri wa Ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov amesema kuwa mazungumzo ya pande tatu na Marekani na Uturuki mjini Istanbul yalikuwa na tija. Kufuatia mazungumzo hayo, waandishi wa habari wa Ukraine walimuuliza Umerov iwapo mkutano huo ulikuwa na tija. Akasema ndio, alijibu kwenye video iliyorushwa na kituo cha runinga cha My Ukraine. Vile vile mkutano kati ya wawakilishi kutoka Uturuki, Marekani na Ukraine umekamilika mjini Istanbul. Mkutano huo ulifanyika kwenye ofisi ya rais wa Uturuki na ilidumu kidogo zaidi ya saa moja. Vyanzo vya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki vinasema katika mazungumzo hayo Marekani iliwakilishwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa ajili ya Ukraine Keith Kellogg. Upande wa Ukraine uliwakilishwa na mkuu wa wafanyakazi wa Volodymyr Zelensky Andriy Yermak na waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiga. Waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan aliwakilisha taifa la Uturuki. Vile vile Ukraine tayari imepoteza ndege 3 za kivita za F-16 zilizotengenezwa magharibi tangu ziwasilishwe kwa jeshi la wanahewa la Ukraine. Kulingana na taarifa iliyotolewa Mei 16, jeshi la wanahewa la Ukraine liliweza kuripoti kupotea kwa ndege ya kivita F-16 kutokana na hali ya dharura kwenye eneo lake wakati ndege hiyo ikifanya kazi kwa ajili ya kuzima mashambulio angani. Vile vile mnamo Aprili 12, jeshi la wanahewa la Ukraine liliweza kuripoti kifo cha rubani wa F-16 bila kutoa maelezo yoyote. Mnamo Aprili 13, Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti kwamba ndege ya F-16 ilishambuliwa na mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi. Vile vile Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kuwa umoja huo unaandaa awamu mpya vikwazo ili kuongeza mbinyo kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi akubali kumaliza vita vya Ukraine. Amesema awamu hiyo mpya inaweza kujumuisha marufuku ya moja kwa moja matumizi ya bomba la kusafirisha gesi la Nord Stream, kupunguza zaidi ukomo wa bei za nishati ya Urusi na kuilenga sekta ya fedha ya nchi hiyo. Von der Leyen amesema Rais Putin haoneshi shauku ya kutafuta amani na kwa hivyo Umoja wa Ulaya utaongeza shinikizo kupitia vikwazo vya kiuchumi. Nikwambie hivi, hatujamaliza.
Shukrani kwa Baba Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.